na Mungu ametupa somo lenye kichwa kinachosema amua kutoka hapo ulipo, au amua kutoka mahali ulipo. Jana nikaweka huu utangulizi, nikasema kwa nini Mungu ameweka hili jambo ndani yangu. Tukiwa kama wanadamu na tuko duniani, hatujawahi kufika. Ukiona umefika, ujue safari yako ya kuishi imefika mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu bado tuko duniani, bado tuna uhitaji. Kimuuliza kila mtu ana uhitaji wake. Kama nilivyotangulia kuambia, mimi mwenyewe ninamhitaji Mungu kwa viwango vya juu sana. Kwa sababu kuna mahali natamani niwe. Kuna mahali natamani niwe. Sitamani niwepo mahali hapa. Natamani kutoka mahali nilipo. Natamani kutoka kihuduma. Natamani nitoke kiuchumi. Natamani nitoke kwa watoto. Natamani nitoke kwenye ndoa. Kuna vitu ninavyovitazama, ninavyovitamani. Bwana asifiwe. Naamini na wewe unalo jambo. Ukijipeleleza kabisa, ukitulia ukajipeleleza, utagundua liko jambo unalotamani ubadilishe hatua. Haleluya. Siku moja Bwana, nilikuwa naongea na mtumishi mmoja rafiki yangu. Nikamwambia, mtumishi, mimi siwaelewi watu. Akaniambia, kwa nini? Kaambia, mbona wananiona ndivyo ambavyo mimi sijioni? Akaniambia, kwa nini wanakuonaje? Kaambia, sijui wananionaje, mbona mimi siko huko. Naona wananiona kama nina hela, mbona mimi sijioni hivyo. Wananiona kama ni mtumishi fulani mkubwa, mbona sijioni hivyo. Ndani yangu nilikuwa sijioni watu wanavyoniona. Yule baba akaniambia, siku ukijiona kama wanapokuona, fanya haraka, njoo tukuombee, maana utakuwa umeanguka. Bwana asifiwe. Alikuwa anamaanisha nini? Watu wakiniona ni mkubwa na mimi nikijiona ni mkubwa, ndilo anguko langu. Aliniambia hiyo kauli, akaishia hapo, na nikamuelewa Mungu. Nikamwambia, asante Mungu kwa kunitengenezea huu upungufu ndani, ili nilipopungua wewe ukajazilishe. Haleluya. Paulo anasema nilipo dhaifu ndipo nilipo na nguvu, kwa sababu kwenye udhaifu wangu ndio Mungu anautumia. Maana yake Mungu hafanyaji kazi na watu waliokamilika. Mungu hawatendeaji kazi watu wasio na uhitaji. Kasome kwenye vitabu vya Injili, hata kwenye Isaya anasemaje? Anasema kila aliye na kiu na aje majini. Amina. Maana yake maji yapo kwa ajili ya wale wenye kiu. Bwana asifiwe. Kuna wakati Yesu, Biblia inasema, aliwaponya wale waliokuwa na haja ya kuponywa. Kumbe walikuwepo wagonjwa wengine, ila hawakuwa na haja ya kuponywa. Na kwa sababu hawakuwa na haja ya kuponywa, hata kama walikuwa kwenye mkutano wa Yesu ambaye alikuwa anafanya mambo makubwa, wao hawakuwahi kupona. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na haja ya kupona. Bwana asifiwe. Tunaweza tukakaa mkao namna hii na Mungu wetu akajifunua mahali hapa, ukawa unashangaa, wenzio wanashuhudia Mungu alimtoa hapa, wewe unabaki kama ulivyo. Kwa nini? Ndani haukutengeneza njaa ya kutosha ili Mungu akupe chakula, ili Mungu akupe maji. Haleluya. Kwenye Mathayo 5 anasemaje? Anasema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana watashibishwa. Amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikakwambia jana kwamba amua kutoka mahali ulipo. Kwa tafsiri nyingine, tengeneza uhitaji wa kuondoka mahali ulipo. Tengeneza uhitaji wa kutoka. Tukimsoma mwanamke mmoja kwenye Biblia, inamueleza kama mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda mrefu, miaka 12. Biblia inasema siku hiyo akaazimu moyoni mwake, akasema, leo hata kama nimefungiwa ndani, nitatoroka nitoke, nitajipenyeza nimtafute Yesu. Na akasema, yani sina shida yoyote, nitagusa tu pindo. Alivyoamua kutoka, ndivyo alivyotoka kwenye maisha yake. Haleluya. Ndio maana jana nikakupa utangulizi kiurefu sana na kwa undani. Sina muda wa kurudia yote. Tunamshukuru Mungu tunayeweka kwenye video. Nilitangaza juzi kwenye mkutano. Ukiweza njoo na flash yako chukua. Amen.
chukua. Wakati mwingine siku hizi tuna simu, weka kwenye simu. Unasafiri unatoka hapo unaenda Sumbawanga, badala ya kuangalia vitu vya ajabu, wanawake wako uchi wanacheza kwenye TV, weka earphone zako masikioni, muangalie Nyankali anahubiri hapo. Utaongezewa upako, utakuwa na amani na Mungu atazidishwa ndani yako na safari yako itakuwa nzuri. Amen. Mimi nikiwa nasafiri nina mawili, aidha nasikiliza au nasoma. Na vitabu vingi viko kwenye simu, vingine viko kwenye hard copy. Nikiwa natembea nasoma mpaka niimalize safari yangu. Mimi sio mtu wa kipolepole. Unajua Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Sasa imani ya Kristo huja kwa kusikia neno la Mungu. Imani ya kipepo huja kwa kusikia na kuona. Wewe sikiliza, kuna safari za kutembea siku nzima. Ukitembea siku nzima unaangalia nyimbo za watu wako uchi, wanacheza mapenzi. Ukifika kuna madhabahu huko ndani inaongezeka au inachochewa ya mapenzi. Na kama sio ya mapenzi, kaupako fulani ka kiroho kanashushwa ndani yako. Hata kama tamaa ya uzinzi haijawaka ndani yako, ila upako unapunguzwa ndani. Haleluya. Haleluya. Watumishi wanafahamu, ukiwa na upako wa kutosha, ukienda kujichanganya kwa watu ambao wana vingi na hawajaka, upako unapungua. Ndio maana kuna kipindi Yesu alisema nguvu zimenitoka. Kumbe zinatoka zinaenda mazingira ambayo yana nguvu kidogo. Ningekuwa nakufundisha physics, mimi mwalimu wa sayansi, chini wagusie, kuna mahali niliwaambia siku hizi tunagonga na hizi sayansi makanisani. Sasa ndio Mungu katupatia. Bwana asifiwe. Kuna kanuni wanasema, kuna kitu kinaitwa simeache, maana watasema bibi ameanza vya kujisifia. Tunasema ukiwa na perfume ukipulizia hapa, hili eneo nilianza kupulizia linakuwa na harufu kali. Ila baada ya muda hii perfume inaanza kutembea, diffusion. Baada ya muda na wewe utaisikia inanukia. Utakapoanza kuisikia huko inanukia, huko kwangu inapungua. Ndio maana perfume huwezi kupulizia leo mpaka mwakani ukao unanukia. Unapulizia leo, kesho imeisha. Imeenda wapi? Imedifuse. Kwa hata upako ukiwa nao, kuna wakati una diffuse. Mwambie jirani yako una diffuse. Mwambie ila angalia usijingate meno. Haleluya. Simenielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo jitengenezee mazingira ya kulinda upako wako na kumlinda Mungu asiwe anapungua ndani. Kwa hiyo leo nataka nifundishe vitu vitakavyokusaidia kutoka mahali ulipo. Maana jana yamkini nimekufundisha, unatakiwa utoke, nimeamsha ari fulani ndani yako. Sasa huelewi uanzie wapi, huelewi ufanye nini. Sasa Mungu amenipa hicho kitu, niweke msingi hapo tujue namna tutakavyotoka. Na nitakufundisha mazingira mengi, na nakwambia mtu wa Mungu, ukienda kuyafanyia kazi, yani huna miezi mingi, wala sikwambii miaka, ni miezi, hautakuwa kama ulivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Vitu vitakavyokusaidia kutoka mahali ulipo. Na jambo la kwanza, Mungu amenisisitiza nirudi hapo. Jana niligusia, leo nataka niende kwa undani kidogo. Jambo la kwanza katika vitu vitakavyokusaidia kutoka mahali ulipo, jambo la kwanza nimesema tumia maneno yako vizuri. Tumia maneno yako vizuri. Hiyo ni point moja wapo, au point ya kwanza, tumia maneno yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu ananifundisha hili eneo, alinifundisha vitu kama vitatu hivi au maeneo matatu hivi ambayo maneno yanaweza yakatumika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eneo la kwanza nimesema maneno yanatumika kama silaha kumwangamiza adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kumwangamiza adui yako, huwa anataka wewe utamke ili yeye atende. Amina. Hiyo ni mamlaka pekee
asilimia kubwa anakuwa amevalishwa roho ya giza au roho ya adui ili kukutesa wewe. Amina. Sasa kuna wakati Mungu anatamani aishughulikie hiyo roho ndani yake, lakini anataka alipate neno kutoka kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Au silaha kwa maadui, ukitaka kuandika kifupi, maneno kama silaha kwa maadui. Anaweza akawa adui yako, anaweza akawa adui wa Mungu, anaweza akawa adui wa mazingira, adui yeyote ambaye ameunganika rohoni, maneno yanatumika kama silaha. Amina. Umekaa sawa hapo? Nilikwambia fungua Isaya mlango wa 11. Tuanzia Isaya mlango wa 11. Mstari wa 4. Upo baba msomaji? Nipo. Karibu. Isaya mlango wa 11 mstari wa 4. Biblia inasomeka hivi: bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu, na dunia kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Amen. Bwana asifiwe. Ukianzia mstari wa kwanza pale, ni kama ufunuo ulikuwa unamueleza Yesu Kristo. Na mahali popote anapoelezewa Yesu Kristo, unaelezewa wewe. Jana nilikwambia Yesu Kristo anakaa ndani yako. Amina. Hapa anasema ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Amina. Hajasema ataipiga dunia kwa fimbo ya Mungu. Anasema ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Na anaendelea anasema atawaua wabaya. Anasema kwa midomo yake atawaua wabaya. Kumbe neno linalotoka kwenye kinywa changu ni fimbo, lakini pia ni silaha inayoweza kuangamiza wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mamlaka ambayo Mungu ameweka kwenye kinywa chako, na ndio maana wengine sisi, mimi mtu akinikosea huwa nawahi kwenda kumwombea msamaha, kwa sababu nikimwambia kesho utaamka, haamki. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajifunza, ndio maana Mungu kabla hajamuinua mtumishi huwa anamtengeneza awe mnyenyekevu sana, awe na mnyenyekevu na ana huruma, kwa sababu asipokuwa mnyenyekevu na ana huruma na amenuliwa na Mungu, maneno yake yamekuwa kitu kama hiki ninachokwambia, atakuwa anaua watu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na usifikiri hayatokei. Utasema inakuaje? Inakuaje? Mungu wetu ni wa upendo. Ndicho alivyofanya, na ndio maana watumishi wote ukianza kuangalia, mimi nikiwaangalia kina mzee Mwakaseki, ni wanyenyekevu. Unajua ni wanyenyekevu. Watu wanaweza wakawazushia maneno mengi mabaya, wakawatukana, na hata asiwajibu na asiwakasirikie. Kwa nini? Kwa sababu kinywa chake ni fimbo. Na ndio maana kama Mkristo uwe makini hasa kuwakwaza na kuwanenea mabaya wapakwa mafuta wa Bwana. Sio tu hawa walioko mbele. Wewe mwenyewe nitakufundisha huko mbele tunakoendelea namna ambavyo maneno yako yatakuwa upanga ulao. Amina. Wewe mwenyewe ukifika mahali ukageuka ukawa mpakwa mafuta, Mungu anasemaje? Yeyote anayemgusa mtumishi wangu anagusa mboni ya jicho langu. Nani ameguswa jicho mboni akatulia? Kwa maana mimi nikipitaka kwenye mtandao watu wanapowatukana watumishi wa Mungu na wahurumia. Mimi hata kama mtumishi ameasi, sio kazi yangu mimi kumhukumu, kwa sababu wanayo ahadi. Hapa hajatuambia kwamba mtumishi wangu akisimama vizuri ndio kinywa chake kinawapiga watu. Hajasema. Ni ahadi tu ya mpakwa mafuta wa Bwana. Haleluya. 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 Kwa tafsiri rahisi, mtoto wa Mungu yeyote ambaye amekaa vizuri na Mungu amejiconnect, wewe kinywa chako ni fimbo, kinywa chako ni moto. Baada ya kugundua hivi, jamani, hivi ni jana niliwaambia mimi naombaga hela zinaingia kwenye simu, hazijulikani zinakotoka. Sio kwamba na shida ya hela, na test imani.
kuhubiri, nikakutana na ushuhuda, anasema kuna mama mmoja alienda saluni kusuka bwana, akasahau pochi yake. Yule mtu wa saluni akaichukua, sasa namfahamu, akaenda naye nyumbani. Anasema kumbe kwenye pochi kulikuwaga na kipete. Ilipofika usiku, kumbe kile kipete kinageukaga nyoka. Anasema lilitoka nyoka kubwa mwenye pochi ile, afu linasema nataka maji, nataka maji. Unaikimbia nyumba yetu, nyumba yako, lakini nataka maji. Yule mama anasema ni kila wakati kinadai maji. Alichofanya akaenda kuchukua maji kwenye dishi akaweka, akachukua fimbo akalisukumizia hivi. Aliposukuma yale maji, kikanywa maji, kiliposhiba kaanza kutapika hela. Tapika hela za maana. Nilishikwa na hasira kwamba kumbe wenzetu mchana wanatamba, wanapochi imejaa hela, nyoka anawatapikia. Na kwenye Zaburi 24 inasema vitu vyote vijazavyo dunia ni mali ya Baba. Nikasema nyoka itanitapikia na mimi hela. Nilisema, na kwa hiyo ninaendaga kwenye maombi, Mungu najua wako walevi wapuzi wanapoteza hela huko, na siamuru hizo hela zije kwangu. Kama wao wanachuma ulete wa giza, mimi nina malaika, nileteeni fedha. Watu wa Mungu, nikitoka hapa azimalizi dakika 5 pesa zinaanza kujibu. Haleluya! Maana tumejua kuyatumia maneno. Haleluya! Wewe wenzao wanauza, wanatumia chuma ulete, wanaiba mpaka dukani mwako, na wewe umeokoka. Yaani ningekuwa mimi Mungu, ningekuchalaza fimbo. Yaani baba juzi alisema mshukuru tu Mungu akuaga sisi. Yaani ingekuwa Mungu ndo nyangali ama mngetembeza kwa, yaani ungepiga push up na kupiga push up. Maana mimi nachukia uzembe sana wa rohoni. Haleluya! Haleluya! Ni ahadi. Anasema utaipiga dunia kwa fimbo ya kinywa. Kwa nini? Ni mamlaka tu Mungu kaweka kwenye kinywa. Nizamu. Haleluya! Nizamu kama tu zamu ya Elia. Elia anasimama kwenye zamu yake akisema mvua haitanyesha ila kwa neno langu. Hata watokee manabii wengine mvua hainyeshi. Kwa nini? Yule jamaa anampenda. Alisema mvua hainyeshi ila kwa neno langu. Sio neno la Bwana. Majabali yaliyojitambua yanajua nikipiga pini maneno yangu, Mungu amepiga pini. Tatizo lako hujiamini. Unasema mapenzi ya Mungu yatimie. Mapenzi ya Mungu yatimie, watoto wako wanakuwa chokola. Mapenzi ya Mungu yatimie, unalala na njaa. Waliojitambua walikataaga. Amen. Hivi unamuelewa Elia wewe? Anasema mvua haitanyesha. Kwenye ile Wafalme wa kwanza mlango wa 17 kuanzia mstari wa kwanza kama sijakosea, anasema mvua haitanyesha miaka 3.5 ila kwa neno langu. Jamani, yule alikuwa na jeuri na itamani hiyo jeuri. Sio kwa neno la Bwana. Tafsiri yake ni naombiaga watu, kuna maombi huwa tunaomba, tunafunga kwa password za vinywa vyetu. Wakati tumefika kwenye ule mji kulikuwepo na vibabe fulani vinanisumbua sana, vya kigiza. Siku moja nikamwambia Mungu, nina kanuni moja, ukinigusa mimi sikukatalia, unaweza ukanigusa, ila utalipa wewe mpaka vitukuu vyako. Kwani kwenye Yoeli 2:25 anasemaje? Miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare na tunutu inarejeshwa. Si ndio hivyo? Kumbe vilivyoibiwa huwa vinarejea. Kuna kipindi tulikuwa na kongamano la maombi la mkoa pale Sumbawanga mjini. Nilihudumu lile kongamano. Siku hiyo wakati nakuja usiku, Mungu aliniambia kuna watu wamedhulumiwa haki zao. Nataka msimame kwenye mahakama ya mbinguni wadai haki zao. Wakristo wenyewe wanaoambiwa hata hawajui kama wamezulumiwa. Haleluya. Haleluya. Jamaa yule akasema mvua haitanyesha. Hebu msome usije ukasema naongeza neno. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Biblia inasomeka hivi: basi Elia Mtishbi na wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake,
hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Emsema ila kwa neno langu. Ila kwa neno langu. Wakati mwingine una test imani, unaenda pale unapouzia pale dukani. Dada, si unaduka pale. Unasema Mungu, kama wako wanaotumia chuma ulete, wiki hii yote hawatauza, ila kwa neno langu tutauza wapendwa tu. Unaleta jeuri mjini, wakati mwingine tusumbue mjini. Haleluya. Na hawatauza. Bwana Yesu asifiwe. Elia alisema mvua haitanyesha ila kwa neno langu. Na usifikiri walikuwepo na manabii wengine humo ndani, lakini kwa sababu walikuwa na mina na wasiwasi, Mungu anisamehe, ila ni kama walikuwa hawajitambui. Maana walienda kufichwa mapangoni na Obadia, akaanza kuwalisha. Jembe yeye yuko huko analishwa na kunguru. Kunguru anamletea msosi, nyama imeokwa hivi yani. Unamuuliza kunguru unafugaga, hata hajulikani kama anafuga au afuga. Hivi unafahamu kunguru? Sasa kunguru anatoa wapi nyama? Kwa nini? Nguvu ya kinywa. Haleluya. Haleluya. Ila kesho nitakuongeza, nimekwambia nitakufundisha ili maneno yako yawe na nguvu. Leo nakufundisha tu namna ya kuyatumia maneno yako. Fungua Isaya 54. Enda mbele kidogo hapa. Nikusomea ile Isaya 11 mstari wa 4. Anasema ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa, atawaua wabaya kwa midomo yake. Isaya 54 mstari na utaka wa 17, ila kwa sababu napapendaga soma kuanzia 16. Isaya 54 kuanzia mstari ule wa 16 mpaka 17. Anasema na tazama nimemuomba Mungu avukutae moto kwa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili haribu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Amen. Umesikia? Okay, anasema nimemuumba muhuzi, yani mtu anayeweza kutengeneza matatizo na nini, ila anasema nimemuumba na muharibu. Muharibu yupo. Na muharibu ni nani? Muharibu ni wewe. Maana yake aliyemuumba muhuzi ni yule adui yako anayeweza kukutegea magonjwa, ana uwezo wa kukuzuilia biashara yako, ana uwezo wa kuzuilia vitu vyako. Lakini muharibu ambaye ameumbwa ili aharibu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kwa utasema mtumishi umejuaje? Mstari wa 17 unatueleza, anasema hivi, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Maana yake ule ulimi utakaoinuka juu yako ni ulimi wa adui yako utakao kusemea mabaya. Sasa angalia kitu kinachofuata. Anasema kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu. Sio Mungu atauhukumu, ni wewe ndiye utauhukumu. Hivi Biblia zenu ziko kama za kwetu niliyesoma na mtumishi? Anasema kila ulimi utakaosimama kwenye hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Kwa hiyo anayehukumu ndimi ni wewe. Haleluya. Ndio inathibitisha ile ya kwamba Mungu anasema nimeumba muhuzi na nimeumba muharibu. Maana yake ni kweli maadui wapo na wameumbwa na Mungu kabisa. Mungu alituumba wote. Hata shetani ameumbwa na Mungu. Amina. Wapo waharibu, wapo wanaweza kupika makaa, wanaweka moto hapa, wanaweka moto hapa. Lakini Mungu anasema huko duniani nimeumba wanaoweza kuharibu. Wanaweza kuharibu hizo kazi. Haleluya. Haleluya. Na kazi moja hapo amesema kazi ya kinywa. Kazi ya kinywa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngoja niwape huu ushuhuda. Mimi ni mwalimu. Nafundisha, mwaka huu nilikuwa na kidato cha 6. Nikifundishaga wanangu inafikaga kipindi na wagawia mwenyewe matokeo. Naambia wewe na wewe na wewe mtatuletea A. Wewe
S ndio ije F. Mama tutafuta F, hatutakuwa na usiseme mtafuta F, mnaishia ngapi? Tunapanga pale. Matokeo yanakuja kama nilivyowagawia na kupanga. Kwa nini nakwambia nguvu ya kinywa? Wale watoto huwa nikiingia na watamkia mema. Na ndio maana wananipendaga na kuaga kama mama. Na watamkia mema. Nyinyi miamba naambiaga, mama yenu star na nyinyi wa star. Kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa star ni star. Mimi ni star na nyinyi star. Haleluya. Nguvu ya kinywa. Kuna watoto wako wamekata tamaa, unakuta ni kilevi, kilishapoteza mwelekeo. Watu wamekikatia tamaa mtaani. Na wewe akifika unamdaka. Yaani wewe utagongwa tu na gari ufe kesho. Nina wasiwasi na kweli atapungwa na gari. Kinywa kina nguvu. Akija mwambie mwanangu, ninachojua wewe ni mtumishi. Ni swala la muda. Tusiue ovyo ovyo. Kwa sababu vinywa vyetu ni silaha watu wa Mungu kuliko unavyofikiri. Kuna watu naambianga, watu wanakuchezea kizarau badala ya kuwalaza hapo kitandani hata wiki mbili wapate adabu ndio waamke. Shida yetu hatuishi Ukristo. Watu wa Mungu, Ukristo ukiuishi ni hatari. Ni zaidi ya uchawi wa kila namna, ni zaidi. Ni zaidi. Na kuna watu wenzetu walishafika huko wanaishi. Sasa kama unaomba fedha zinaingia kwenye simu. Ukiumwa una uwezo wa kujiombea ukapona. Watoto wako ukaombea mikasa, si ndio ukamilifu wa maisha? Na ndicho kitu ambacho Mungu alitaka tukiishi. Ila sisi ndio maana Biblia inasema alikuja ila sisi tukapenda giza kuliko kumpenda yeye. Yaani tumependa matatizo, tumependa shida kuliko kumpenda Mungu. Haleluya. Haleluya. Pointi ya pili kwenye maneno hayo, maneno nimeyagawanya. Kipengele A, maneno kama silaha kwa maadui.